Marko mlango wa 4. Bwana Yesu alikuwa amezungumza story hadithi ya mpanzi. Kwa hiyo mstari wa 13 wanafunzi wake wanamuuliza, anawapa maelekezo. Sawa? Anasema Marko 4:13. Akawaambia, hamjui mfano huu? Basi mifano yote mtaitambuaje? Mpanzi huyo ulipanda neno. Kwa hiyo mbegu nini? Neno. Kumbuka kwenye Isaya 55:10-11 amefananisha neno lake na nini? Amesema ni kama mvua inaponyesha. Amen. Kwa hiyo neno nini? Mbegu. Anasema haitanirudia bure, lazima ifanye nini? Ifanikiwe, istawi, itimize kile ambacho Mpanzi huyo ulipanda neno. Hawa ndio walio kando ya njia, lipandwapo neno. Nao wakiisha kusikia, mara huja shetani akaliondoa lile neno lilopandwa mioyoni mwao. Kwa hiyo moyo nini? Shamba. Moyo nini? Shamba. Moyo ni shamba. Sawa? Neno ni nini? Mbegu. Sawa? Amen. Chanzo cha imani ni nini? Kusikia. Kusikia nini? Ndio. Mkulima ameenda shambani. Sawa? Kinachompa mkulima uhakika wa kuvuna ni nini? Kwa sababu amepanda. Kwa hiyo mbegu ni nini? Anasema imani ni kuwa na uhakika. Faith is the substance. Kama ilivyo kwa kuku, yai ndio linakaa sehemu ya imani. Amen. Amina. Ya kwamba atapata kifaranga. Amen. Si ndio? Na jana tukaangalia kuku akishataga anatamia yale mayai. Amen. Anajua siku 20 na ngapi? Anaweza akatamia yai moja, akatamia mayai mawili, matatu, matano, hajalishi. Sawa? Na tukaona ukishaondoa mayai naye anachapa zake mwendo, hatamii tena kwa sababu ana nini? Ana substance, ana kwa ukishaondoa imani. Amina. Si ndio? Ndio. Hayo matarajio hayapo tena. Ndio. Amen. Maana yake kinachofanya yale matarajio yawe halisi nini? Ni imani. Kinachompa kuku uhakika kwamba atapata vifaranga nini? Yai. Amina. Haleluya. Amina. Ukiondoa yai, kuku naye anaondoka. Mayai yapo, anatamia. Amen. Anaenda nje kidogo, anarudi. Na anao uhakika kwamba baada ya siku 21 atakuwa na vifaranga. Amina. Sawa? Amina. Kwa hiyo sehemu ya yai ni mbegu. Mbegu ya kupata nini? Kifaranga. Amen. Si ndio? Kwa hiyo na wewe nini? Neno ndio nini? Mbegu. Na hiyo mbegu lazima iwe kwenye nini? Kwenye moyo. Amen. Kwa hiyo mkulima akishatia mbegu chini kwenye shamba, nakumbuka mimi wakati hiyo nimetolewa mbaa, nimeletwa na Bwana Yesu huku kwake, nikawa kwenye kanisa moja la wapendwa
napenda maombi ya vita, kila kitu naona shetani na nini na nini na nini na nini. Si kwa hiyo nilipokwenda shambani kulima, nalima matikiti kwa mara ya kwanza, nimenunua mbegu inaitwa PV. Kuna aina mbalimbali, Pop Friend. Amini usiamini, jinsi ambavyo ulokolo ulikuwa umeniharibu, nilikuwa siamini kama siku 60 kweli nitavuna. Tikiti ni siku 60. Tangu umetia mbegu chini mpaka unaondoa shambani. Ukiacha ukavusha siku 3 4, yote yanarojeka, hayafai tena shambani. 60 days net. Lakini kwa jinsi ambavyo ulokolo ulikuwa umenichakachua, sikuamini kama inawezekana siku 60. Nikapanda raundi ya kwanza, robo 3 ya shamba au kutoka mchata mmoja. Nikasema tayari ibilisi amejiinua, shetani amejiinua. Rika shaka ikoko sasa, ibilisi hana adabu, toka katika shamba langu katika jina rika papa. Alafu akaja bwana mmoja akaangalia, akaanza kucheka. Kaambia unacheka nini? Sasa wewe mbolea umejaza namna hii, ulitegemea mbegu za tokaji? Zimeungua zote sababu mbolea imekuwa nyingi. Kwa hiyo changanya na udongo, mwagilia siku 7, ile mbolea ioze, hapo kipanda kitu na box. Hapo nishapoza siku kadhaa nikikemea. Najua ninyi hamjawahi kufanya hiyo, ni mimi na ujinga wangu. Najua nyinyi hamuoni ibilisi. Kwa hiyo nikarekebisha, nikapanda mbegu. Bado nina wasiwasi, hivi siku 60 kweli 60? Nimekaa siku ngapi? Siku 3, siku 5. Shamba zima kitu safi. Nasema inawezekana. Kwa hiyo ikaanza kuota. Baada ya wiki 2 sio naweka mbolea, sikumbuki tena sasa hivi, pale ngale kwenye notice zangu. Naweka sio urea kushtulia, sio kitu gani. I say ngoma imeenda. Wiki 3 imesambaa shamba zima. Nimeenda sio wiki ya 4, maua hayo yameanza kutoka. Mara matunda. Nasema kwa inawezekana kaza. Unaona matunda. Sasa na wasiwasi. Yaani unajua unakole bwana. Unakole kazi. Unakuwa unashaka hujawahi kuona. Sasa wasiwasi wangu ukaama kutoka kwenye kwamba itazaa ama haitazaa, ikaanza yatakuwa makubwa kweli. Hayo yakaanza kuwa makubwa, hayo ikajua okay tayari. Nikaleta wasiwasi mwingine. Hivi yatakuwa mekundu kweli kule ndani na matapu? Ndio imekaa nanyumiza kichwa sasa. Kwa hiyo lazima inakuninginiza mpaka mwisho. Maana kuna namna ya kucheki tena. Imefika ile siku ya 60 ngoma hiyo. Chukua moja kwachu yekundu, sukari safi. Nenda hatua nyingine. Muzika kweli. Sasa tuache wewe ya mbele, turudi kwenye mbegu hapa. Kwamba aliyetengeneza ile mbegu, kampuni ya Pop Friend, wamesema hii ni siku 60. Amen. Wana uhakika na walichosema. Na nilipochukua mbegu ile na kuipeleka kwenye shamba, kwenye udongo, kweli siku 60 nilivuna tikiti. Amen. Sasa huyo ni mwanadamu. Unaye Mungu, Muumba wa mbingu na nchi, ambaye anasema akisema shauri lake linasimama, naye atatimiza mapenzi yake yote. Anasema neno lake likienda lazima likatimize mambo yote ambalo limetumwa kutenda. Na anasema hilo neno linaingia kwenye shamba ambalo ni moyo wako. Cha kufanya wewe ni kuhakikisha hiyo mbegu iko katika nini? Katika moyo. Sasa angalia usiwe kama mimi. Unaona sawa? Ndio maana anasema, sikiliza hii. Tuko balkoni, si ndio? Amina. Hawa ndio walio kando ya njia lipandwapo neno,
nao wakisha kusikia, mara huja shetani akaliondoa lile neno lililopandwa mioyoni mwao. Kwa hiyo kwa maneno mengine, kwa sababu imani ndio inayotoa substance, inayotoa udhibiti, ndio inatoa material. Amina. Okay. Yai, si ndio? Yai kama yai. Kuku asipokuja kuliatamia, baadaye linaoza. Unakuwa visa. Ndio hivyo, si ndio? Ama? Ndio. Sawa. Kwa hiyo unapochukua neno, si ndio? Ili roho aje atamie pale, unahitajika nini? Imani yako. Amina. Amen. Si ndio? Yeah. Kinachofanya kifaranga kitotolewe kwenye yai ni lile joto. Amina. Sio kuku. Yeah. Amina. Sio maana wana mashine siku hizi zinaitwa incubators. Yeah. Ama mjaona vifaranga vinatotolewa bila kuku? Niona. Kama mambo yanashangana mna hiyo. Sawa? Kwa hiyo issue sio kuku. Amina. Issue ni lile yai kupatiwa joto stahiki. Amina. Sawa? Kwa hiyo kinachosababisha, ungeweza kusema kinachosababisha joto kwenye yai ni imani yako. Amina. Kwa hiyo yai ni lile neno. Kwa hiyo ukiwa na neno, alafu imani ikaja ikakaa hapo juu, inasababisha Roho Mtakatifu akae juu ya lile neno. Na anatoa joto linalotakiwa, na lazima kifaranga kitotolewe. Hallelujah. Kwa hiyo imani yako ndio inampeleka Roho Mtakatifu juu ya lile. Amina. Ukiondoa imani yako, na Roho naye anaondoka. Amina. Sawa? Na ndio maana Mungu anasema neno likitoka kinywani mwangu halitanirudia bure. Soma sema, tunazungumzia tu hapa. Isaya 55. Oyo. Yeah. Isaya 55, nataka tudule mstari wa 11. Anasema ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Kwa maneno mengine, Mungu anasema napoachilia hili neno liende, likitaka kurudi kabla halijatimiza kile ambacho nimeagiza, silipokei. Amina. Amen. Amen. Sawa? Amina. Sawa? Sasa mara ngapi wewe umeachilia neno alafu ukalipokea kabla halijatimiza? Nasema mara ngapi umeachilia neno? Tukisema kinywa, wengine inawachanganya hapa. Akasema kinywa cha Mungu, sasa Mungu amesema saa ngapi? Jana niliwasomea unabii, jana sijui. Akasema nipe nini? Moyo wako na nini? Kusoma Kutoka 4:12. Anasema basi sasa, Mungu anamwambia Musa, basi sasa enenda nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na kukufundisha utakalolinena. Kwa hiyo Mungu ameambatana na nini? Na kinywa chako. Kwa hiyo ukisema, nani amesema? Yeye. Amen. Na anasema ikishatoka haitanirudia bure. Vinginevyo wewe urudishe, uanze kuwa na wasiwasi na shaka. Amina. Si? Kwa hiyo kama ndio hivyo, ina maana ingekuwa mimi ni mshauri wa Ibilisi, ningemwambia hakikisha hilo yai, hilo neno, hiyo mbegu kwenye moyo inaondoka. Ndio maana Bwana Yesu anasema na Ibilisi huja na kuiba lile neno. Sasa nikishindwa kulitoa, si ndio? Ningemwambia basi Ibilisi fanya hivi, tafuta lori za mchanga. Baada ya kutia mchanga, katie kokoto na moram. Nenda kamwage kwenye hiyo shamba. Kokoto na moram nini? Ndio ile inakuja makwazo, anakwambia iko wapi? Mbona hajatimia? Ikija udhia na dhiki, unaona imechelewa, unanuna. Ukinuna imekata. Naambia Ibilisi kama umeshindwa hapo na plani nyingine, maana Biblia inasema wataniona. Nasema okay, sio nataka. Ngoja nikupe hii kali. Nenda kapande miba.
ili isonge ile miche ile iwe haina afya, ishindwe kuzaa kitu cha maana. Sawa? Amen. Na ndio maana Mithali 4 kuanzia 20 hadi 23 wakwambia nini? Ili kulinda hilo yai, ili kulinda hiyo mbegu ndani ya moyo wako. Mwanangu, sikiliza maneno yangu, tega sikio lako, imani ndio kwa nini? Kwa kusikia. Usikie kauli zangu, zisiondoke wapi? Machoni pako, maana jicho lako ni mlango. Amen. Uzihifadhi ndani ya moyo wako, hayo maneno yake. Maana ni uhai kwa wale wazipatao na afya ya mwili wao wote. Kwa hiyo anasema ili neno likiwa ndani ya moyo, mwisho wa siku sio tu kwamba linakuwa ni uhai, kitu kisichoonekana, lakini pia inakuwa ni afya katika mwili. Kwa hiyo nina uwezo wa kutia neno la ustawi ndani ya moyo wangu, na baadaye ustawi huo kaonekana katika mwili, kama vile ambavyo afya inaonekana katika mwili. Kwa hiyo naweza nikatia neno la utajiri katika moyo wangu, na baadaye utajiri huo kaonekana katika mwili. Anasema dawa yake tu kuhakikisha neno hili aliondoke kwenye macho yako, aliondoke kwenye masikio yako, na kwa sababu aliondoke kwa nini? Kwenye kinywa chako. Hakikisha umelifadhi kwenye nini? Kwenye moyo wako. Anakuambia litakupa uhai na litadhihirika katika mwili wako. Sio kitu kusadikika. Amina. Anasema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Amen. Sawa? Amina. Sasa hilo neno chemichemi. Sawa? Na hapo sisi tafsiri ipi? Sisi tunaenda kutafuta tafsiri moja. Kwenye lugha ya Kiebrania, kwa Biblia ya Kiingereza nasema out of it come issues of life. Mwenye wa Kiingereza sitasomea kwa lugha ya 23. Okay. Mithali 4:23. Asema, keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Anasema issues of nini? Of life. Sasa okay. Kwenye lugha ya Kiebrania hiyo neno issues ambao tunasema chemchem, wao wanasema limitation. Limitation, mipaka. Anasema linda sana moyo wako, kwa maana ndani ya moyo wako ndiko inapotoka mipaka ya maisha. Amina. Mipaka ya nini? Ya maisha. Kwa hiyo mpaka wa maisha yako uko kwenye moyo wako. Nilikuwa nawaambiaga watu pale Dar es Salaam kila siku, naambia tukiwa tunapiga story. Naambia lete mzungu Tanzania, aje na suruali mbili na shati mbili. Mlete hapa Dar es Salaam. Baada ya miezi 6 utakuta mzungu anakaa Mikocheni. Baada ya mwaka anakaa Masaki ama Oysterbay. Sawa? Lete pia Mkenya. Wametuzidi kwa kiasi fulani. Anajua namna ya kuchecherika hapa, kwa sababu hana mipaka mingi. Amina. Huyu mzungu ameaminishwa kwamba sehemu yoyote anaweza kufanikiwa. Yes. Wachaga siku hizi ndio wameanza kupotea. Lakini zamani kuna jani moja linaitwa sale. Iko kama sisi hivi. Na kwamba ile majani ya ng'ombe kwa mfano inaitwa elephantiasis. Ama Guatemala, whatever, kama mahindi. Almost sio kama mahindi, iko kama nimeelezeaje sana. Kama mua si mua, kama mahindi sio mahindi, kama muogo, mche wake kama muogo sio muogo. Lile sale Wachaga kwa siku hizi ndio imepotea. Zamani ameambiwa hivi, sehemu yoyote unayoenda, ukitaka kujua kama utafanikiwa kibiashara ama utafanikiwa, panda sale. Ukipanda sale likiota baki. Sale likikataa kuota ondoka. Sijui hivi siku hizi bado imeondoka. Yaani kwa Mchaga yoyote ukienda kwake utakuta kuna sale. Aidha nyumbani ama kwenye sehemu ya biashara. Hata mipaka ya mashamba. Tafuta Mchaga yoyote hapa Mbeya,
Nenda kwenye mpaka shamba lake utakuta amepanda sali. Sasa kwa nini nimeileta hiyo? Lile sali ndio ilikuwa mpaka wa maisha yao. Kwa hiyo akipanda ikigoma anasema hapa hapalifai. Akipanda ikiota, hata kama ninyi wote mnasema hapa haiwezekani, yeye atakaa, atafanikiwa. Kwa sababu lile sali linatuma ujumbe fulani ndani ya moyo. Kumbuka katika moyo ndo kuna mipaka ya maisha, limitations. Vyote tunavyohangaika navyo hapa ni mipaka iliyoko kwenye moyo wenu, mioyo. Ndio tunatafuta namna ya kuichomoa, kuifungua ili uwe huru. Sawa? Na swala la kuwatamia ni kwenye moyo, sio huku. Bwana Yesu akasema yeyote atakayeuambia mlima huu yai, mlima huu yai, mlima huu. Hajasema yeyote atakayeuambia mlima yoyote, amesema mlima huu. Kwa hiyo kuna mlima walikuwa wanauangalia. Amina. Ng'ooka ukapandwe baharini na asione shaka moyoni mwake, ila aamini hayo alifanya nini? Aliyoyasema. Asione shaka moyoni. Hajasema asione shaka kichwani. Tutajifunza kuna uwezekano mkubwa sana ukawa una shaka kichwani lakini una imani moyoni. Vitu vyote mimi ambao nimevipataga vyote na viona ninakuwa na shaka ya kutosha kichwani. Amen. Kwa mbele tutatofautisha. Mtajuaje hii shaka iko kichwani na hii iko moyoni? Amina. Unaelewa sawa? Kwa hiyo kazi yangu mimi ni kuchunga nini? Neno ama yai lisiondoke. Yai likiondoka sina kifaranga. Kwa hiyo anasema njia nyepesi ya kuchunga hilo yai lisiondoke moyoni ama mbegu ni kuhakikisha neno aliondoki kwenye macho, aliondoki masikioni, na kwa sababu hiyo aliondoke wapi? Mdomoni, na kwa sababu aliondoke wapi? Kwenye moyo. Kwa sababu gani? Neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili. Unaweza kuchambua. Kwa hiyo unaposoma neno, navyokiri neno, naposikiliza mafundisho wakati nimeaminia kitu, maana yake nini? Kama kuna magugu yalikuwa yameingia, kama kuna miiba ilikuwa imeingia, kama kuna majabali yalikuwa yameingia, neno linaenda linaokota yote linaondoa. Linaacha ile neno linakuwa safi. Roho anaendelea kuwatamia. Amen. Ndio maana nikaanza kufundisha kwamba tengeneza mazingira. Kwamba wakati umeamua kuaminia kitu, hakikisha unatenga na muda. Ikiwezekana kila siku na saa moja, unakaa unasoma ile mistari na uhusiana na ile ahadi. Unaisoma, unaikiri, unatafakari, unaomba katika roho. Si unakaa pale mpaka idirike. Amina. Alafu kutana na watu wanazungumza negative, wanazungumza vitu ambavyo haviendani na neno, unakaa mbali. Unaambia ndugu, niko naaminia muujiza wangu, wewe unifai, unanirudisha nyuma. Unaweka magugu, unaweka na magogo kwenye shamba langu. Please go. Wewe ni wa baba yako Ibilisi, go. Unataka kuniibia neno kwenye moyo wangu, go. Amen. Kwa sababu nawajibika mimi mwenyewe kwa 100% kuhakikisha kwamba yai langu aliondolewi. Yai linakaa pale, roho endelee kuwatamia. Kwa hiyo ni kazi yangu mimi. Linda sana moyo wako. Amen. Ndio kiwanda. Amina. Mtu mwema kwenye akiba njema utoe yaliyo mema. Mtu mbaya kwenye akiba mbaya utoe yaliyo mabaya. Unaona shida gani kukata mawasiliano na marafiki zako wote miezi 3 4? Ukishughulikia tu mambo yako yakae sawa sawa. Nani ananyelea tuzungumze? Amen. Usiruhusu. Haleluya. Na wala sio kazi ngumu sana. Chukua messages zipo, tia mafundisho yako, amua. Kila siku labda usiku saa 2 mpaka saa 3 na kamata siku kwenye simu, kwenye nini naweka nasikiliza, nakaa na Biblia yangu. Narudia nini? Mapalisi inafanyika ndani ya moyo. Alafu kana neno linamwagilia. Nakaa na tafakari, naongea, nafanya ukiri, na ile kitabu ya ukiri unayo, unapiga bam 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 bam. Lazima kieleweke tu. Kwa sababu maadamu neno liko kwenye moyo, lazima lizae. Haya miyai liko lazima kutoe. Amen. Sasa unaamini dakika 2, masaa 3 unalalama. Umenuna. Mekaza mpaka. Sasa wewe tufanye zoezi moja. Hivi ndio inaonekana kwa pesi nyeusi, nyekundu, blue, kijani, kule nyuma.
tunaita fikra ama tunaita mawazo. Sawa? Nini? Wazo. Sawa? Alafu hapa kwa Kiingereza tunasema this is your conscious mind. Ni hii akili unatumia kufikiri. Ndio? Sawa? Alafu huku chini tunasema ni subconscious mind ama unconscious. Mtu wa ndani. Sawa? Mtu wa nini? Tunaweza kusema roho yako ama moyo wako. Moyo, roho, sawa? Mtu wa ndani. Na inaeleweka. Tuko sawa? Alafu hapa chini mwili. Kwa hiyo sehemu hii hapa kwenye nia mafikra, kitu cha kwanza nataka ujue mwili, sawa, ni chombo cha utendaji cha akili. Si mwili wako ni kama jembe hivi, kama panga, kama baskeli. Naye amekuona baskeli inajiendesha yenyewe? Hamna. Umekaa unaona baskeli hiyo inapita hiyo. Sawa? Kwa hiyo mwili chukulia ndio baskeli. Alafu wewe unaendesha baskeli ndio hapa juu. Sawa? Ndio. Wangapi wanaweza kuendesha baskeli hapa? Mwingine hawezi. Niko serious na hili swali. Na wengine hawawezi. Okay. Kwa wale ambao wamewahi kuendesha baskeli ama bado wanaendesha baskeli, utakumbuka mara ya kwanza ulipoanza kujifunza kuendesha baskeli. Sawa? Kwanza ulikuwa unatembea njia nzima. Yes. Ndio? Na ukianza ukiinama na mtu umeenda huko ulikuwa unataka kwenda. Tuko sawa? Mara imekuingiza kwenye katani, mara imekuchubua, imekuangusha, ukuacha lakini kuendesha, si ndio? Ukaendelea. Ulianza jamaa wanakusukuma. Si nakumbuka mimi nilipojifunza baskeli. Baba yangu alinunulia baskeli na ina pima tairi. Na ile baskeli ilikuwa ni kubwa kuliko umri wangu. Kaka zangu wako busy wananifundisha sasa. Kwa sababu wao haiwatoshi. Yaani pia na mimi hainitoshi. Ukiwaambia wakufundishe issue. Sasa kila siku nakaa kuna material wala hata inogi naendesha barazani. Alafu yeye mic up. Siku nakumbuka anasema ukiendesha baskeli wanasema angalia mbele. Alafu changanya mbele. Mjinga mimi nilipokuwa badala ya kufungua vile matari vya pembeni nikamfanya kwichi nikakata. Kwa hiyo hata ukitaka kurudishia tena irudi. Sasa nyumbani palikuwa pana kama ngazi. Kwa hiyo nikaenda pembeni ya ngazi ili niweze kupanda. Kaka yangu. Sasa ile njia inanyoka. Sasa walisema angalia mbele changanya pedo. Kwa nikapiga kachuka kaanza kwa nini kauka unajua wenyewe super nikaanza kusikia raha. Kasheshe ikaja sasa kule mbele ndageukaje. Nikaenda nikashika brake. Nikateremka. Sasa naweza kupanda tena sina ngazi. Unajua nilichofanya? Nikarudi nasukuma baskeli yangu. Sawa? Kwa hiyo nienda hivyo. Kwa hiyo nikarudi pale tena nikaanza. Nikifika mwisho nasimamisha narudi. Lakini baada ya muda nikajua. Kafika mahali tunapiga story na mtu. Na mimi naanza mbwembwe. Sasa bwana tutaonana au sio bwana? Chuu! Asikesha bwana. Bwana poa, haina noma. Kosa. Siendi vichakani tena.
pamoja na kuangalia na kukakamaa na kufanya nini kwamba nilipenda mchakaji. Na sasa imefika mahali naendesha na mbwembwe kibao yani. Unajua tena. Nilivyoanza nilikuwa najaribu kumfundisha mtu wa ndani. Maana alikuwa hajui kuendesha basketi. Amina. Sawa. Na mtu wa ndani ndio anayesababisha mwili ufanye. Amina. Kama yeye amegoma